Hujambo na karibu katika rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Kiongozi wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore amezishutumu nchi za kigeni kwa kujaribu kuhujumu muungano wa mataifa Sahel kwa kuwachochea wanachama kusalitiana. Akizungumza katika sherehe ya kuinua bendera ya taifa, Traore amesema kuwa muungano wa mataifa Sahel umeendelea kuwa chanzo cha wasiwasi kwa mabeberu. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Burkina Faso, Traore amesema na nanukuu, "Kila siku tunachochewa na mabeberu wanaotaka kulazimisha moja ya mataifa matatu kusaliti mwenzake." Ameongeza kuwa tumezoea hali hii kwa muda sasa. Kila mara ni njama ya kujaribu kuvunja mshikamano wetu. Hili linapaswa kutufikirisha kwa kina. Muungano wa mataifa Saheli ulioanzishwa rasmi Septemba mwaka 2023 na Burkina Faso, Mali na Niger kama mkataba wa pamoja wa ulinzi na ushirikiano baada ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Ufaransa katika mataifa hayo. Tangu wakati huo, nchi hizo zinazoongozwa na serikali za mpito za jeshi zimejiondoa kutoka jumuiya ya ECOWAS, zikiitaja jumuiya hiyo kuwa chombo cha ushawishi cha mkoloni wa zamani Ufaransa na ni tishio kwa uhuru wao. Muungano wa mataifa Sahel umejiweka kama upinzani thabiti dhidi ya ushawishi wa magharibi katika kanda ya Sahel, hususan dhidi ya mkoloni mkongwe Ufaransa. Kikundi hicho pia kimesitisha ushirikiano wa kijeshi na washirika wao wa zamani wa Ulaya na Marekani na kuelekeza ushirikiano zaidi kwa Urusi na washirika wengine wa nje ya ulimwengu wa magharibi. Katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa serikali ya Ouagadougou na Niamey wameshitumu Ufaransa na Ukraine kwa kufadhili ugaidi kwa lengo la kudhoofisha serikali za kijeshi za Sahel. Mwisho wa mwezi uliopita, kiongozi wa mpito wa Niger, Jenerali Abdirahman Chiani, alituhumu Ufaransa kwa kushirikiana na waasi katika maeneo ya mipaka Benin na Nigeria na kusema kuwa ni sehemu ya mpango wa kuvuruga usalama wa Niger na ukanda mzima wa Sahel. Ukraine pia imetajwa kwa madai ya kuhusika katika kutekeleza ajenda chafu za mataifa magharibi kwa kutoa mafunzo na silaha kwa waasi walioko nyuma ya zaidi ya mwongo mmoja wa ghasia za kijihadi nchini Mali. Rais wa Burkina Faso Captain Traore ameonya kuwa juhudi za magharibi za kuichafua Sahel zinaendeshwa na tamaa rasilimali lukuki za asili ambazo bado hazijagunduliwa wala kutumika ipasavyo katika mataifa hayo. Na rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Dr. Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa mazungumzo yanayoendelea kati ya Teherani na mataifa ya magharibi hayaashirii kusalimu amri kwa mashinikizo ya nje. Akizungumza wakati wa ziara yake katika mji wa Ilam magharibi mwa Iran, Dr. Pezeshkian amesema kuwa mazungumzo na Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya yanaongozwa na sera zilizoandaliwa kwa weledi na kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Dr. Pezeshkian amesema na nukuu, "Mazungumzo haya maanishi kuwa tunainama mbele ya nguvu ya mabavu," na kuongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu imesimama imara dhidi ya zulma na kulazimishwa na mabeberu. Rais huyo wa Irani amekosoa vikali vikwazo ambavyo mataifa magharibi yanajaribu kuvitumia kwa ajili ya kuizuia Iran isifikie maendeleo yake ya kisayansi, hasa katika maeneo nyeti kama vile tiba, nyuklia, kilimo na viwanda. Amehoji, "Kwa nini tusubiri ruhusa kutoka kwa wengine kuhusu iwapo tunaweza kupata dawa fulani inayohusiana na nishati ya nyuklia?" Ameyataja masharti hayo kuwa yasiokubalika kabisa. Amekariri msimamo rasmi wa Iran wa kutojihusisha kamwe na utengenezaji wa silaha za nyuklia, huku akisisitiza kuwa kiongozi muadham tayari ameshatoa tamko kuhusu kadhia hiyo. Ameongeza, "Iwapo kuna mashaka, waacheni hao wa magharibi waje wakague wenyewe." Hata hivyo, amesisitiza kuwa utafiti na maendeleo ya nyuklia kwa madhumuni ya amani visichukuliwe kama dalili za harakati za kijeshi. Pia amebaini kuwa kukataa silaha za nyuklia hakumaanishi kuwa tuachane na haki yetu wa kusonga mbele kielimu na kiteknolojia. Akigeukia machafuko yanayoendelea katika ukanda wa Gaza, Dr. Pezeshkian ameonyesha ghadhabu kali dhidi ya jinai za kivita zinazotekelezwa na utawala ghasibu wa Israel kwa msaada wa moja kwa moja kutoka Marekani. Je, kuna mwanadamu mwenye dhamira ambaye angali anaweza kukubali utawala wa kinyama kushambulia wanawake na watoto wasio na hatia, kutupa mabomu kwa raia na kuwazuia chakula na maji? Rais huyo amelaani kimya cha mataifa magharibi na ubaguzi wao wa wazi katika masuala haki za binadamu. Amekosoa unafiki wa mataifa yanayoiunga mkono Israel kwa kutoa hotuba kuhusu haki za binadamu huku akitoa msaada wa kisiasa na wa kijeshi kwa Tel Aviv. Hivi ndivyo wanavyomaanisha kuhusu haki za binadamu? Je, ukatili wa aina hii ndio mifano ya demokrasia na uhuru? Dr. Pezeshkian amehoji. Na tukiendelea kusalia huko nchini Iran, balozi wa Iran katika shirika la kimataifa la nishati ya atomic amesema kuwa mataifa ya Ulaya yaliyosaini mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015, yaani Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, hayana nafasi yoyote
yoyote ya kisheria wala kimaadili ya kufufua vikwazo dhidi ya Iran kwa kuzingatia kushindwa kwao kutekeleza majukumu yao chini ya makubaliano hayo. Balozi huyo Reza Najaf amesema nchi hizo tatu zimeshindwa kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kama zilivyokubali katika mapatano ya mpango kamili wa pamoja utekelezaji wa makubaliano hayo, na hivyo basi hazistahili kuanzisha mchakato wa utatuzi wa mizozo ndani ya mkataba huo. Aidha, amesema kuwa mataifa hayo ya Ulaya yamekuwa akiweka vikwazo vipya dhidi ya Iran, hali ambayo si tu inakiuka makubaliano ya JCPOA bali pia inavunja azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa nambari 2231 ambalo liliidhinisha makubaliano hayo. Kupitia utaratibu wa utatuzi wa mizozo ndani ya makubaliano hayo, vikwazo vyote vya dhamani vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran vinaweza kurejeshwa iwapo mwanachama yoyote wa kudumu wa Baraza la Usalama ataamini kwamba Iran imekiuka masharti ya makubaliano hayo. Na harakati ya Ansarullah ya nchini Yemen imetangaza kuwa itapanua wigo wa operesheni zake dhidi ya utawala wa Kizayuni wa Israel. Saa chache baada ya utawala wa Kizayuni kushambulia bandari ya Hodeida iliyopo magharibi mwa Yemen, Ansarullah imetangaza kuwa itapanua wigo wa operesheni zake dhidi ya utawala huo ghasibu. Nasruddin Amir, naibu mkuu wa baraza la habari la harakati ya Ansarullah, ametuma ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, na kuandika: uchokozi wa utawala wa Kizayuni kwenye bandari ya Hodeida haujaleta athari kubwa katika operesheni ya kuunga mkono Gaza na haujaathiri ari ya watu wetu wanaunga mkono Gaza kwa kuandamana kwa mamilioni kila wiki. Amir amesisitiza kwamba shambulio hilo la Wazayuni halijazuia wala kuathiri maandalizi ya kuimarisha na kupanua operesheni dhidi ya maeneo ya ndani kabisa Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Vizuizi vya majini vya utawala wa Kizayuni na Yemen ambavyo vimesababisha kufungwa kabisa kwa bandari ya Arisha Elat havitaondolewa wala marufuku ya safari za ndege katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion ambayo imesababisha mashirika mengi ya ndege duniani kusitisha safari zake kuelekea katika viwanja vya ndege ya adui haitaondolewa. Haya yanajiri katika hali ambayo jeshi la Yemen limeashambulia maeneo muhimu ya utawala wa Kizayuni na kufanya mfumo wa kujilinda wa mashambulizi ya makombora ya Israel kuchanganyikiwa na kulazimika kufyatua takriban makombora 10 kukabiliana na kombora moja la Yemen. Haya yanakuja wakati ambapo jeshi la Yemen limeashambulia maeneo muhimu ya Israel, huku vyombo vya Israel vikikiri kuwa kombora la Yemen halikuwa la kawaida na liligawanyika katika vichwa kadhaa lilipoingia kwenye anga la Israel, jambo ambalo limelazimisha Israel kurusha makombora mengi kujaribu kulizuia. Makombora ya vichwa vingi ni makombora ambayo hubeba vichwa kadhaa vyenye uwezo wa kupiga shabaha tofauti na ni vigumu kulizuia. Na kocha wa timu ya Manchester City nchini Uingereza, Pep Guardiola, ameeleza kwa uchungu wa hali ya mateso ya Palestina katika ukanda wa Gaza, akisema ni jambo linaloumiza sana kila anapofikiria yanayoendelea katika eneo hilo. Guardiola alitoa kauli hiyo wakati akipokea degree ya heshima kutoka chuo kikuu cha Manchester kutokana na mchango wake mkubwa ndani na nje ya uwanja wa jiji hilo. Hafla hiyo ilifanyika katika ukumbi wa kihistoria wa Whitehall na degree hiyo ilikabidhiwa na chancellor wa chuo hicho, Nazir Afzal. Katika hotuba yake ya kupokea heshima hiyo, Guardiola alisimama kidete kwa ajili ya watu wa Gaza, akilaani kile alichokiita ni mateso ya wazi yanayoendelea kufanywa na utawala wa Kizayuni katika vita vinavyoendelea huko Gaza. Amesema inaumiza mwili wote kuona kinachotokea Gaza. Wakati akisimama kwa ajili ya Gaza na watu wake, kocha huyo wa Manchester Pep Guardiola ameeleza uchungu wake kuhusu matukio yanayoendelea katika ukanda huo. Ni maumivu makali mno tunayoyaona Gaza, inaumiza mwili mzima, na hebu nieleweke vizuri, hili si swala la itikadi, hapana. Hili ni kuhusu kupenda maisha, kuhusu kumjali jirani yako. Tangu jinamizi lilipoanza niliona mabinti wakiuawa na nikahisi hofu kubwa, Pep Guardiola alisema. Na tuelekee huko nchini Marekani ambapo mamea kadhaa wa eneo la Los Angeles wameungana pamoja kutaka utawala wa Rais Trump kusimamisha uvamizi dhidi ya wahamiaji ambao umeleta wasiwasi na kuchochea maandamano kote nchini Marekani. Mamea hao wakiwa na wajumbe wa mabaraza ya miji walimtaka Trump usiku wa Jumatano kuacha kutuma jeshi pamoja na mawakala wa uhamiaji kwenye msako wake kwa wahamiaji. Meya wa Los Angeles Karen Bass alisema uvamizi huo umezusha fadhaa kubwa ili tu kuiridhisha ikulu ya White House na kuomba Rais Trump, na tafadhali nisikilize, wacha kabisa kuwatisha wakazi wetu, unapaswa kuachana na uvamizi huu, alisema naibu meya wa Paramount Brenda Olmos, ambaye mwenyewe alipigwa kwa risasi ya mpira akizungumza na waandishi wa habari. Sehemu ya mitaa ya mji huo ilianza utekelezaji wa amri ya kutotoka nje usiku wa Jumanne, lakini eneo linalohusika lina ukubwa wa maili 1 tu ya mraba, ili hali mji wenyewe mzima una maili 500 za mraba. Kiasi cha wanajeshi 500 walitumwa kwenye maandamano ya Los Angeles wamepewa mafunzo ya kuwasindikiza maafisa wa uhamiaji kwenye operesheni
operesheni ya kuwakamata wale Trump wanaowaita ni wahamiaji haramu. Watu waliokamatwa kwenye msako huo wa nchi nzima wakiwemo waomba hifadhi, watu waliokaa muda mrefu zaidi ya vibali vyao, na wahamiaji hao wanaoitwa haramu wanangojea uamuzi wa mahakama huku wakishikiliwa kwenye jela zilizosambaa kote nchini Marekani. Kwa mujibu wa kamanda wa operesheni hiyo Major General Scott Sherman, japokuwa maandamano yamepungua katika maeneo kadhaa Los Angeles, lakini hakuwa na hakika ikiwa wanajeshi watasimamisha shughuli walioletewa hapo. Na baraza la mawaziri nchini Mali limeidhinisha mswada tata wa sheria unaompa kiongozi wa kijeshi miaka mingine 5 ya kukaa madarakani. Jenerali Assimi Goita ameliongoza taifa hilo la magharibi mwa Afrika tangu alipofanya mapinduzi mwaka 2021. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa utawala wa jeshi kuvipiga marufuku vyama vya siasa mwezi uliopita. Kwa mujibu wa tamko la baraza hilo, mswada huo utafanya mapitio ya kile kiitwacho mkataba wa kipindi cha mpito ili kumpa mkuu wa nchi muhula miaka 5 unaoweza kurefushwa kuanzia mwaka huu 2025. Sheria hiyo mpya inadaiwa kuakisi mapendekezo ya majadiliano ya kitaifa yaliyogomewa na vyama vya siasa mnamo mwezi Aprili. Mswada huu wa sheria unangojea sasa kupitishwa na baraza la mpito la taifa ambalo ni kama bunge linalosimamia kipindi cha mpito. Na tuhitimishe ambapo mashambulizi makali ya droni yamewaua watu 6 na kujeruhi wengine 60 kwenye mji wa pili wa ukubwa Ukraine, Kharkiv, kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Mashambulizi haya yanafuatia mengine mawili makubwa kabisa wiki hii, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi makubwa ya Kiev dhidi ya Urusi wiki za hivi karibuni. Meya Kharkiv Ihor Tenakov amesema wimbi hilo jipya la mashambulizi ya drone limezikumba pia wilaya 4 za mji huo. Waendesha mashtaka kwenye mkoa huo wanasema idadi ya waliokufa imefikia watu 6, wakati waokoaji wakiendelea kuwasaka watu waliofukiwa na vifusi vya majengo. Kwingineko, mikoa miwili ya kusini mwa Ukraine, Mykolaiv na Kherson, imekosa umeme baada ya vikosi vya Urusi kuishambulia miundombinu ya nishati, kwa mujibu wa magavana wa mikoa hiyo. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadh Rashidi. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka hapa.